Baada ya utawala wa Donald Trump kuona kwamba unatengwa na nchi za magharibi kutokana na kauli zake, lakini pia na ubabe wake ambao inauendesha, utawala huo umeona njia pekee ni kurudi nyuma na kuanzisha mahusiano mapya na nchi za Ulaya. Utawala wa Trump unaanzisha mahusiano mazuri na nchi za Ulaya baada ya kuona umekosea katika namna moja ama nyingine, hasa katika kipindi cha vita huko dhidi ya Iran. Kwa ishara ya wazi ya kutengwa na watu wa Ulaya, utawala wa rais wa Marekani Donald Trump umekimbilia katika mataifa hayo ya Ulaya kuangazia namna nyingine bila kukata tamaa, kuonyesha jitihada za kuhitaji uungaji mkono, hasa katika kipindi hiki kigumu cha kuyumba kwa uchumi wa ulimwengu. Hata hivyo, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Bwana Marco Rubio ameelekea nchini Italia na kukutana na waziri mkuu wa Italia Giorgia Meloni mnamo jana Ijumaa katika makazi yake rasmi katikati mwa Roma, kufuatia mazungumzo na waziri wa mambo ya nje Antonio Tajani. Ziara hiyo inakuja baada ya wiki kadhaa za uhusiano mbaya uliochochewa na vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran na mashambulizi makali ya Rais Donald Trump dhidi ya Papa Leo wa 16 kwa kulaani uchokozi huo. Kabla ya kuanza kampeni yake dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, utawala wa Trump ulimtazama Meloni kama mmoja wa washirika wake wa karibu wa Ulaya. Walakini vita vilivyokataliwa kote Ulaya, haswa nchini Italia, vimelazimisha Meloni kujitenga na Washington. Meloni na viongozi wengine wa Ulaya wamekataa kithabiti kujiunga na vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran, ambavyo vimejumuisha jinai za kutisha kama vile mauaji ya watoto katika shule ya Midab, ambapo karibia watoto 168 pamoja na walimu wao waliuawa, lakini mauaji ya kiongozi mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu ya Iran Ayatollah Ali Khamenei na mauaji yaliyolengwa ya maafisa wakuu wa jeshi na usalama wa Iran. Waziri mkuu wa Italia amekosoa waziwazi matusi ya Trump dhidi ya Papa kuwa hayakubaliki. Kujibu, Trump ambaye aliwahi kumsifu Meloni mara kwa mara alikasirika katika mahojiano na gazeti la Italia akidai kuwa amekosea juu yake. Karipio hilo kali linaashiria mabadiliko makubwa kutoka kwa kuvutiwa kwake hapo awali. Lakini pia hili limetengeneza uhusiano mbaya kati ya Marekani na Italia, lakini pia na nchi nyingine za Ulaya. Hali ambayo wakati huu Marekani, baada ya kuona mataifa yote ya Ulaya yanakuja na azimio la kutaka kujitegemea na kuachana na ukoloni wa Marekani, sasa Marekani inajirudi upya kwa ajili ya kuhakikisha inashirikiana tena na washirika wake wa zamani wa Ulaya. Wakati wa mikutano yake, Rubio alijaribu kurekebisha tena majadiliano kuhusu uhuru wa urambazaji na usalama wa baharini na hitaji la kulinda maslahi ya kiuchumi ya Magharibi, huku akishinikiza Italia kuunga mkono juhudi za vita za Trump. Bado mzozo huo umerudi nyuma kwa kushangaza. Kupanda kwa bei ya nishati kote Ulaya kutokana na vita kumezidisha hasira ya umma dhidi ya Marekani. Kura za maoni za Italia mara kwa mara zinaonyesha upinzani mkubwa kwa ushiriki wowote katika uchokozi dhidi ya Iran. Meloni ameweka msimamo wake wazi akisema hatuko tayari kwa ajili ya kujiunga na vita. Hatuko vitani na hatutaki kwenda vitani, anasema Meloni. Utawala wa Marekani na Israel ulianzisha vita vya uchokozi dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran mnamo Februari 28 na kusababisha kulaaniwa na mataifa na kufichua nyufa kubwa katika muungano wa Magharibi. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo, na bila shaka nawe pia una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika una nafasi ya kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri duniani.